Kocha wa Simba Steve Barker ni kama vile hana imani na washambuliaji wake, na ndio maana katika michezo hivi karibuni amekuwa akimtumia Kibu Denis kama false number 9 ama namba 9 kivuli, na mara nyingi pia amekuwa hapati matokeo halisi. Sasa ukiangalia historia kidogo ya mwalimu Steve Barker na ukiangalia historia ya mwalimu aliyepita yani Dimitar Pantev, utaona ni falsafa mbili ambazo zinafanana sana. Kwa upande wa Pantev alikuwa anamtumia Joshua Mutale Budo kama mshambuliaji kivuli pale katikati, kwa sababu inaonekana ni kama vile kwenye uwanja wa mazoezi washambuliaji wake walikuwa hawampi kile ambacho anakitaka. Na kipindi cha Pantev alikuwa na washambuliaji watatu, alikuwepo Steven Dese Mukwala, alikuwa Jonathan Soa na alikuwepo Selemani Mwalimu. Na bado mfumo ambao alikuwa anatumia kocha Dimitar Pantev haukufua dafu sana, na ndio maana hata wakati anafurumushwa kwenye ripoti yake aliandika baadhi ya majina ya washambuliaji ambao walihitaji wasajiliwe na klabu ya Simba, lakini kwa bahati mbaya wakati hata ripoti yake haijafanyiwa kazi alifurumushwa na nafasi ikachukuliwa na Steve Barker, ambaye naye pia katika michezo yake hivi karibuni amekuja na falsafa hiyo ambayo alikuwa anaitumia Dimitar Pantev ya kutumia false number 9. Sasa tuangalie michezo kama mitano hivi ya Simba ambayo ilikuwa inaonekana kama vile mwalimu alikuwa anaanza kutengeneza combination. Mchezo wa kwanza ni wa Januari 18 mwaka 2026 ambapo Simba likipiga dhidi ya Mtibwa. Pale mbele alikuwepo Selemani Mwalimu, alikuwepo Elim Panzu pamoja na Neo Maema. Huu ni mchezo ambao ulienda kwa sare ya bao 1-1, na mwalimu alionekana kama vile amemwamini Selemani Mwalimu, yani coach Steve Barker alimwamini Selemani Mwalimu na akaweza kucheza, though hakufanya vizuri sana lakini pia hakufanya vibaya sana. Kwa hiyo inaonekana ni kama vile kwenye uwanja wa mazoezi Selemani Mwalimu kuna kitu cha ziada alimuonesha kocha Steve Barker. Mchezo wa pili ulikuwa ni wa Januari 24 dhidi ya Esperance Sportive de Tunis, ambapo Simba alipoteza kwa bao 1-0 hapa jijini Dar es Salaam, ambapo katika safu yake ya ushambuliaji pembeni alikuwepo Kibu Denis, Elim Panzu, lakini pia alikuwepo Morris kama mtu ambaye alikuwa anawasaidia pale mbele, pamoja na Jonathan Soa ambaye alisimama kama striker. Sasa baada ya yote haya, hii michezo miwili, yani mchezo wa tarehe 18 dhidi ya Mtibwa ambapo Simba alijiandaa sare ya bao 1-1, na mchezo unaofuata wa tarehe 24 dhidi ya Esperance ambapo Simba alipoteza kwa bao 1-0, mwalimu kama vile alirudi kwenye uwanja wa mazoezi akaangalia washambuliaji wake na viwango ambavyo wanavyo. Baada ya hapo mwalimu akaja kubadilisha mfumo moja kwa moja. Ndio maana katika mchezo wa tarehe 29 mwezi wa kwanza dhidi ya Mashujaa FC, mwalimu Steve Barker alianza na Libase Geye upande wa kulia, ikiwa ni mechi ya Libase Geye, mechi yake ya kwanza kwenye ligi kuu ambapo pia alifunga goli, lakini alikuwepo pia Aniset Oura akicheza mchezo wake wa kwanza, alikuwepo Morris Abraham pamoja na Katus Chota Chama ambaye pia alicheza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Mashujaa. Lakini Kibu Denis alisimama kama false number 9. Huu ulikuwa ni mchezo wa kwanza kwa Kibu Denis kusimama kama false number 9 chini ya kocha Steve Barker. Lakini mfumo huu ulionekana kama vile bado mwalimu anauamini sana Steve Barker, japokuwa pia ulikuwa haumpi matokeo. Na katika mchezo dhidi ya Mashujaa, magoli ya Simba alifungwa na Libase Geye ambaye unaweza kusema ni uwezo binafsi, ambapo alikevu mpira ambao ulienda moja kwa moja langoni, lakini goli la pili lilifungwa na Selemani Mwalimu, pasi kutoka kwa Nixon Kibabage. Baada ya hapo mwalimu alianza kumwamini Kibu Denis, licha ya kwamba hakuwa anampa majibu sahihi ama hakuwa anampa kile ambacho mwalimu anakitaka, ila aliona kwa kiwango cha Kibu Denis si sawa na kiwango cha washambuliaji wake, yaani Selemani Mwalimu pamoja na Jonathan Soa. Mchezo uliofuata ulikuwa ni mchezo tarehe 1 mwezi wa pili kati ya Simba dhidi ya Esperance de Tunis, mchezo ambao mnyama aliongoza kwa mabao 2-0 na baadaye Esperance akaja kuchomoa magoli yote mawili. Huu mchezo alianza Aniset Oura upande wa kushoto, upande wa kulia alikuwa Libase Geye, alafu katikati alikuwa Katus Chota Chama, alafu mshambuliaji ambaye alikuwa anacheza false number 9 alikuwa Kibu Denis Prosper, ambapo katika mchezo huu Simba alienda sare ya mabao 2-2, licha ya kwamba watu wote ambao walikuwa wanategemea, yani Aniset Oura, Katus Chama, Libase Geye pamoja na Kibu Denis hawakufunga, lakini Chama aliassist bao ambalo lilifungwa na Yusuf Ali Kagoma. Lakini kwa upande wa Kibu Denis hakuna kikubwa ambacho alikifanya, licha ya mwalimu kumwamini na kumchezesha kama false number 9. Lakini mwalimu wa Simba Steve Barker hakuishia hapo. Katika mchezo wa tarehe 7 mwezi wa pili wa marudio dhidi ya Petro Atletico de Luanda, ambapo Simba alienda sare ya bao 1-1,
mwalimu aliyemchezesha tena Kibu Denis kama force number 9 akizungukwa na Morris Abraham, Clatous Chota Chama pamoja na Elie Mpanzu. Wakati huo wale viungo washambuliaji wengine pamoja na mawinga ambao ni wapya walianzia benchi. Sasa huu mchezo pia Kibu Denis hakuwa na impact kubwa sana wala hakumpa matokeo ya kuridhisha sana kocha Steve Barker, lakini ameendelea kuaminiwa. Kwa hiyo ukiangalia paka hapa Kibu amecheza mchezo dhidi ya Mashujaa kama force number 9, amecheza mchezo dhidi ya Esperance mara 2, amecheza mchezo dhidi ya Petro Atletico de Luanda kama force number 9, akacheza mchezo dhidi ya Mashujaa kama force number 9, akaja akacheza tena mchezo dhidi ya Petro Atletico de Luanda tena kama force number 9, na mchezo mwingine tena dhidi ya Esperance kama force number 9. Kwa hiyo Kibu D amecheza michezo mingi zaidi kama force number 9, lakini bado hakumpa matokeo yale ambayo mwalimu anastahili. Mpaka hapa unakuja kugundua kwamba kuna kitu kidogo sana ndani ya Simba. Ukiangalia upande wa viungo washambuliaji wote wanacheza vizuri, lakini shida inapokuja ni mwalimu kupata mshambuliaji halisi, mshambuliaji pase ambaye ataenda kumpa matokeo. Japo ukimweka kwenye mzani Jonathan Soa pamoja na Selemani Mwalimu anaonekana kama vile anaweza kamofa kitu cha ziada mwalimu Steve Barker, tofauti na Jonathan Soa ambaye toka amejiunga na Simba amepata kadi nyingi kuliko hata michezo ambayo anacheza. Jonathan Soa bado kiwango chake hakijamridhisha mwalimu, lakini pia sio kizuri, tofauti na Selemani Mwalimu ambaye katika michezo ambayo ameingia sabu yote amefanya vizuri.